Kikao cha leo ni kuwajengea uwezo viongozi wa vyama vya ushirika vya msingi katika mkoa wa Mara kwa kipindi hiki cha kuelekea katika masoko ya mazao mchanganyiko kwa mwaka 2026. Tumekuwa nao hapa katika Bunda kwa maana ya kuwapitisha katika mwongozo uliotolewa na serikali utakaotumika kusimamia masoko ya mazao mchanganyiko yanayouzwa kwa kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala kupitia mkoa wa Mara. Kwa sasa tunategemea kuingia sokoni kuanzia wiki ijayo kwenye zao la choroko ambalo linauzwa kwa kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala. Tulianza kutekeleza mfumo huu kuanzia mwaka jana, ambapo kwa kweli ulionyesha matokeo chanya kwa wakulima. Kabla ya kuanza mfumo, mazao ya wakulima yalikuwa yananunuliwa kwa kati ya shilingi 800 mpaka 1000. Lakini baada ya vyama vya ushirika kuingia na kuanza kutekeleza mfumo, mnada wa kwanza tuliweza kuuza kwa shilingi 1300 na mnada mingine iliyofuata tuliuza kwa shilingi 1410. Kwa hiyo kimsingi wakulima walinufaika sana kwa kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala. Kwa tumeona ni vyema kama mkoa kabla ya kuanza masoko tuweze kuwapa elimu viongozi ambao wanasimamia maghala ya kukusanya mazao ya wakulima, watambue wajibu wao, nini wanachotakiwa kukitekeleza kwa kuzingatia maelekezo ya serikali katika masoko ya mwaka huu 2026. Kwa sababu ya kuna baadhi ya viongozi ni wapya ambao walikuwa hawajawahi kuingia katika mfumo wa stakabadhi za ghala, kwa hiyo tulionelea kwamba ni vyema tuwashiriki, badala ya kuwaita viongozi wachache tuwaite viongozi wote, tuwajengee uelewa kwa pamoja ili watakapoingia wasione kwamba jambo ni jipya. Hakuna kazi ambayo haina changamoto. Walikutana na changamoto mbalimbali, kwa mfano wakulima kuwasilisha mazao ambayo yamechanganyikana na uchafu, kwa mfano mchanga au kutokupepeta vizuri. Lakini kwa kupitia mafunzo haya tumetoa rai kwao, kwa sababu ni wawakilishi wa wakulima, lakini pia wana nafasi kubwa ya kukutana nao katika mikutano mikuu inayoendelea katika vyama vyao, kwamba wakaitumie kwa ajili ya kutoa elimu kwa wakulima. Hata katika uwasilishaji wa mazao, basi wawasilishe mazao ambayo yana ubora kwa kuzingatia mwongozo uliotolewa na serikali. Naitwa Nyandaro Nyamsusa Nyaganya, ni katibu wa AMCOS ya Rudhare. Naona sasa hivi haya mafunzo yanatusaidia, maana kipindi cha nyuma tulikuwa mazao yetu tunauza tu mbadala, yani wanakuja tu wale machinga wanatununulia, wengine wana kilo zao yani ziko vibaya, wengine wanakuta wameweka magunzi, wengine siji mabao. Lakini kwa sasa hivi tunaona hii serikali kidogo imeleta tumeenda kuhakiki mizani yetu, kwa hiyo tunanunua kwa kutumia mizani iliyo bora. Mfumo wa stakabadhi ghalani umekuwa na unafuu kwetu, maana imeenda kutufundisha tuachane na zile mizani za mitaani. Sasa hivi tumeingia kimfumo zaidi. Asante. Kwa jina ninaitwa Julius Sumuni kutoka kijiji cha Bukore, kata ya Kunzugu, wilaya ya Bunda. Haya mafunzo yametusaidia na yanaendelea kutusaidia, lakini bado stakabadhi ghalani inatusaidia sana, kwa sababu kabla ya jambo hili na serikali kuligundua hili, ni kama imekuja neema kutuhurumia. Kabla hapo tulikuwa tunauza mazao yetu, hasa haya jamii ya vikunde, kwa wafanyabiashara tu ambao walikuwa wanatununulia kupitia kwenye vipimo vya rumbesa na kwa bei wanayoitaka wao. Lakini kwa mfumo huu unatusaidia, ijapokuwa mkulima anahitaji kupata fedha siku hiyo tu ameuza, lakini hii pia haijampa shida, kwa sababu si zaidi ya masaa 72 atakuwa ameshapata malipo yake. Kwa hiyo imetusaidia kipato kuwa cha uhakika kuliko kumuuzia mkulima uchwala. Natumia neno uchwala kwa sababu si mapatano sahihi. Mimi naitwa Magei Justin Nyeura,
Mwenyekiti Amcos Kenkombe. Elimu niliyoipata kutokana na mfumo wa uuzaji wa mazao stakabadhi ghalani, tayari nimekuwa kiuwezo kuelewa kwamba kumbe stakabadhi ghalani kweli ni mfumo ulio bora, kwa sababu nimeondokana na kile kitendo cha wafanyabiashara au wadogo wadogo kuninunulia mazao yangu kwa bei ya chini, lakini sasa nimekwenda kuuza stakabadhi ghalani, kumbe tayari ninapoteza fedha nyingine kutoka kwa machinga. Kwa hiyo ninapouza mazao haya stakabadhi ghalani, tayari ninafaidika kwa bei iliyo kubwa. Inanifanya kuelewa kwamba kumbe mizani ambayo haikukaguliwa, haikuhakikiwa, tayari inakuwa na changamoto. Moja, inanionyesha kwamba inaniibia, kwa sababu kitu ambacho hakikuhakikiwa lazima kinakuwa na tofauti tu na kile ambacho kimehakikiwa. Kwa hiyo ninapohakiki mzani wangu kuonyesha kwamba huko kwenye hali nzuri, tayari kinanionyeshea ubora kwamba hata kile ninachokwenda kukipima kinakuja kwa uhakika. Kwa majina naitwa Ndalo Lubunda, ni mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika cha mkoa wa Mara Pamba, Mara Cooperative Union. Katika siku ya leo tumefanikiwa kutoa mafunzo, kusoma mwongozo wa kuelekea katika zao la ununuzi wa choroko. Kimsingi katika mkoa wetu tunakwenda kuingia katika zao hili la choroko. Tunakwenda kuanza msimu katika siku ya Jumatatu, kupata tunasema mnada wa kwanza katika lile gala letu la Mwibagi, lakini tunayo magala 6 ambayo yanakwenda kuongoza huu mfumo. Lakini sasa yako mambo machache sana na ya msingi ya kusisitiza na kuhamasisha kwa wadau wote wa mfumo huu katika mkoa wetu wa Mara. Moja, tunataka tuhakikishe tunapata choroko iliyo safi na bora. Kwa hiyo nyinyi watu wote wakulima, tuhakikishe tunapata choroko ambayo ni safi, hata tunapokuwa tunafika kwenye soko iwe na bei ambayo ni nzuri. Na jambo lingine la pili ambalo nataka kulizungumzia kwa upana wake, tunataka tuendelee kuyaona manufaa. Moja kati ya manufaa makubwa ambayo tumeyapata katika mwongozo huu ni kuona namna gani mkulima ametazamwa kupitia miongozo. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo ameandaa hizi mamlaka kwa ajili ya kutusaidia kutengeneza miongozo ambayo imekuja kutuongoza, kutupatia soko zuri ambalo mwanzoni wakulima tumekuwa tukipata shida kubwa. Tunapata bei za chini, tunaumizwa, tunatoka jasho sana, lakini mwisho wa siku tunapata mtukati anatunyanyasa. Lakini leo tuna neema ya pekee ambayo imetupatia bei nzuri. Na sasa hata kabla ya kuanza tumesikia misimu iliyopita sasa hivi kwa wenzetu katika mwaka huu wanauza choroko mpaka shilingi 1600, ambapo kwa mkoa wetu haikuwahi kutokea. Tukipata hiyo ni furaha kwa wakulima na ni neema ambayo inawapa mambo mazuri. Hamasa yangu kubwa kwa wakulima wa zao la choroko na dengu, ndugu zangu wa kule Mugango na wenyewe waweze kulima choroko, akina Stewart Mchuzi walime choroko, ndugu zetu wa kule Mwibagi nao wangangane na zao la choroko ili kuweza kutengeneza msimu bora na kuimarisha uchumi wao kwa namna moja ama nyingine. Jambo lingine, tuzungumzie ishu ya utoroshwaji. Tusifanye tabia ya kutorosha mazao, tusiungane na watu ambao wanakuja kuchepusha mapato ya nchi kwa kumuumiza mkulima kupata huduma mbalimbali. Tulitumie zao la choroko pamoja na dengu litusaidie kupata mapato ambayo ni bora na kwa ajili ya kuinua uchumi wetu katika nchi yetu na mkoa wetu kwa ujumla.